Marekani imetangaza kwamba imeweka pause ya siku 90 kwa zile nchi ambazo walizitangazia kuziongezea ushuru katika bidhaa ambazo watakuwa wanapeleka Marekani. Lakini Wachina hawajawekewa hiyo pause. Kwa Wachina ushuru uko pale pale, lakini nchi nyingine pause kwa siku 90. Na hii kawafanya Wachina na wenyewe waongeze ushuru kwa bidhaa za Marekani zinazoingia China. Wakaongeza ushuru kwa asilimia nafikiri 84 hivi. Wa Marekani kuona hivyo wameongeza ushuru imekuwa asilimia 125. Kwa wanaendelea na vita yao ya biashara huko. Kwa hiyo wakati wanaendelea, hawa wengine huko wamestopishwa kwa siku 90. Kwa nini Trump kaamua kuweka pause kwa hawa wengine? Kuna uwezekano mkubwa kwamba alikuwa anatumia hii njia kwa ajili ya kuwatisha ili aweze kupata ambao anayataka kutoka katika hizi nchi zote alizoziwekea ushuru. Na hii ninasema kwa sababu nimeshashuhudia walipoingia madarakani tu akiitisha nchi ya Panama, hatimaye mpaka akapata kile alichokuwa anakitaka kutoka Panama. Jina langu ni Rachel Robin. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Wakati Trump anaingia madarakani, aliwaambia Panama, nchi ya Panama iko katika bara la Amerika. Aliwaambia kwamba tutauchukua mfereji wa Panama. Tulijenga sisi wa Marekani, tutauchukua. Huu ni mfereji wa Marekani walijenga miaka ya 1900 mwanzoni, kuanzia 1904 mpaka 1914 ndio ulikamilika wakati vita kuu ya pili ya kwanza ya dunia inaanza. Kwa Marekani wakawa wanautumia, lakini baadaye wa Panama walikuja kuona wananyonywa na walinyonywa katika mkataba. Wakafight, hatimaye aliingia kiongozi wao mmoja alikuwa anaitwa Omar Torrijos Mwamba, akaweza kufanikisha kuwafanya Wamarekani warudishe mfereji mikononi mwao kisheria. Kwa hiyo mfereji uko mikononi mwao kisheria. Sasa hii ikawa inamuuma Donald Trump kwamba yani sisi ndio tulijenga, meli zetu zinapita zinalipa ushuru kwa nini? Lakini ndivyo ilivyo. Hata wakoloni sisi huku kwetu walijenga majengo na wakayaacha, kwa sababu unapoenda kujenga kitu katika eneo la mwenzio, siku wakilitaka itabidi tu uondoke umwachie mwenzio, kwa hiyo itakula kwako. Kwa hiyo hii ikawa imekula kwao, kama ambavyo Egypt leo hii wanamiliki mfereji wa Suez. Umeona? Kwa na hao Panama hivyo hivyo. So Donald Trump akawa anaweka vitisho kwamba tutauchukua huo mfereji kwa namna yoyote ile. Ukiangalia Marekani wana nguvu ya kijeshi ya kuwapiga Panama. Yaani ndani ya risaa tena si hata kuwapiga. Ukipeleka meli tu za kijeshi pale, Panama wenyewe wanatia amri. Umeona? Kwa nguvu ya kijeshi wanayo, nguvu ya kiuchumi wanayo. Kwa hiyo viongozi wa Panama wakawa wanaona kabisa kwamba hapa mfereji unachukuliwa. Lakini waliendelea kusema kwamba huu mfereji ni wetu, hatutakubali, tutaupambania hivi na hivi. Umeona? Kilichofanyika ni nini? Kilichofanyika ni kwamba Trump alivyoapishwa, kumbe bwana alikuwa tu anawapa vitisho. Akaenda, akatuma watu wake wakaenda kuongea na viongozi wa Panama. Na Panama tukashangaa wameripoti kwamba meli za Marekani zitapita bure, hazitatoa ushuru. Kwa kumbe Trump alichokuwa anataka ndio hicho. Meli zao zisitoe ushuru. Kwa hiyo hata katika haya mambo ya kuongezea ushuru nchi mbalimbali, ni wazi kabisa inaonekana kuna vitu anataka kunegotiate na hizi nchi, lakini anafahamu kabisa hawezi kuziweka chini akanegotiate navyo hivi hivi pasipo kuzikaba. Ukizikaba ndo zitatoa kile unachotaka vizuri, lakini usipozikaba kwa vitisho kama hivi, kuwakumbusha kwamba mimi ni nani. Trump anachokifanya ni kama anawakumbusha kwamba mimi ni nani, Marekani ni nani. Umeona? Usipowakumbusha watu kwamba Marekani ni nani, hawezi kukubali kusaini yale ambayo unayataka. Kwa hiyo inaonekana pale alipotangaza tu lile ongezeko la ushuru, inaonekana huko behind the scene viongozi wa nchi mbalimbali walianza kumiminika. Kama ni wakwenda Marekani, kama ni kupiga simu hivi na hivi, kukubali hiki inavyoonekana. Na ndio maana wameamua kupause, kwa sababu inaonekana muitikio ule waliokuwa wanautarajia umeenda vile walivyotaka. Inaonekana kwamba walitarajia kwamba tukitangaza ili ongezeko la ushuru, tunatarajia viongozi wa nchi mbalimbali kwa mazungumzo na sisi ili kunegotiate. Kwa hiyo wakawa wanapimisha, je,
watataka kunegotiate au na wenyewe watajitia kiburi tuanze kuongezeana ushuru. Ndio hicho alichokuwa wanapimisha, lakini inaonekana wengi wamekubali kunegotiate, lakini inaonekana Mchina yeye hajakubali kunegotiate. Umeona? Ndio maana sasa hivi wanaendelea kutunjiana msuli. Umoja wa Ulaya kule na wenyewe nilikuwa naangalia habari, na wenyewe wamepause baada ya kuona kule wamepause na wenyewe wamepause. Kwa hiyo ni wazi kabisa hata Umoja wa Ulaya pia hawataki hii vita ya ushuru, kwa sababu wanajua wana mengi ya kupoteza. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa, wakinegotiate yale mambo ambayo Trump anayataka yafanyike kwa Marekani kutoka katika hizi nchi, atapata kila anachokitaka? Na pengine anaweza akapata, lakini akipata, hizi nchi zilizoongezewa huo ushuru ambao zimeenda kunegotiate, kuna faida ambayo watapata? Yani ni wazi kabisa zikandamizwa. Umeona? Ni wazi kabisa zitakandamizwa, kwa sababu Marekani nchi ina uchumi namba 1 duniani, na Trump sera yake kuu anakwambia kwamba hizi nchi zinatutegemea sana sisi, wanapata sana faida kutoka Marekani, lakini sisi wenyewe hawanunui vitu kutoka Marekani sana kama sisi tunavyowaungisha wao sana. Sasa kutaka hizo nchi zinunue vitu kutoka Marekani sana ni kuziumiza, kwa sababu ni wazi kabisa kwamba vitu vya Marekani ni bei kubwa kwao, kwa sababu wao hawana uchumi mzuri kama wewe ulionao. Mfano, sisi pesa zetu sisi za Kiafrika uwezo kulinganisha na dola. Kwa hiyo ukiniambia mimi nikanunue t-shirt kama ile nilovaa Marekani, ni wazi litakuwa gharama kwangu. Lililotoka Marekani nikalinunue, niende katika duka niambiwe hii t-shirt imetoka Marekani, ni wazi naweza nikauziwa bei kubwa, lakini nikienda kulinunua lililotoka China litakuwa bei ndogo. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hivyo kwamba Marekani kule vitu vinakuwa bei. Umeona? Lakini wao kuja kununua vitu kwetu inakuwa rahisi. Sasa kutaka tuwaungishe kama wao wanavyotuungisha inakuwa ni kazi. Umeona? Kwa sababu ndio hivyo, kama nilivyosema, wao uchumi namba 1 duniani. Lakini hasira kuu ya Trump ni Mchina. Kwa nini Mchina afanye biashara kushinda wao? Kwa nini viwanda vinakimbilia China? Kwa nini visirudi Marekani? Kwa nini watu wananunua China? Hadi marafiki zao wa Ulaya, Umoja wa Ulaya, wananunua vitu vingi China kuliko vitu wanavyonunua Marekani. Umeona? Lakini kinachotia hasira zaidi, wa Marekani wenyewe wananunua vitu vingi China kuliko wanavyonunua vya kwao wenyewe. Trump anajitahidi kufight hicho kitu, ili wa Marekani waanze kununua vitu vingi vya Marekani kuliko kununua vitu vingi kutoka China. Anaweza kupambana na kitu kama hicho? Kwa mimi ninavyoona ni kazi sana kupambana na kitu kama hicho, kwa sababu huwezi kushindana na nchi yenye watu wengi kama kumbikumbi, ambao wako tayari kufanya kazi kwa malipo kidogo na kwa muda mrefu, masaa mengi. Yuko tayari kufanya kazi masaa mengi kwa malipo kidogo, na wako wengi. Nchi kama hiyo ni wazi itazalisha vitu vingi sana kuliko wewe, lakini pia ni wazi ikishazalisha hivyo vitu vitauzwa bei rahisi kuliko vyako, kwa sababu wafanyakazi wake anawalipa pesa kidogo, kwa sababu wako wengi sana. Kwa hiyo vitauzwa vitu vyake bei rahisi kuliko vyako, atavizalisha vingi kuliko wewe. Kwa hiyo katika soko ni wazi kabisa watu wengi watakimbilia mtu. Yaani watu wengi wanakimbilia vya Mchina, viko vingi, bei rahisi. Umeona? Kwa hiyo kitu kama hichi kupambana nacho, labda kama Wachina watakuwa kidogo, lakini ndio hivyo, Wachina wako wengi sana, na wingi wao unafanya hata makampuni ya Marekani yenyewe yakimbilie China ili akapata wafanyakazi wa bei rahisi. Kwa hiyo hata ukiwarudisha makampuni yakarudi Marekani, maana yake ni kwamba yatapata tabu kupata wafanyakazi wa kuwalipa bei rahisi, pesa ndogo kama ambao wanawalipa wale wafanyakazi wa Kichina. Kwa hiyo bidhaa zile lazima zitauzwa bei kubwa. Na kuwataka wa China na wenyewe wanunue vitu vingi kama Marekani wanavyonunua vitu vingi China ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ukiangalia standard ya maisha ya Wachina ni tofauti na standard ya maisha ya Marekani. Wachina wengi hawawezi kuafford vitu vinavyotoka Marekani, lakini Wamarekani wengi wanaweza kuafford vitu vinavyotoka China. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo hiki anachokitaka Trump ni kitu ambacho hakiwezekani. Labda kama kuna kingine anataka, lakini kama anataka na Wachina nao wanunue kama vile ambavyo wao wananunua kule Marekani ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia kupambana na mtu mwenye watu wengi kama kumbikumbi ni kazi sana.